aliyekuwa anakusanya takwimu kwa ajili ya kuanza zoezi la uchimbaji wa kisima kirefu. Sasa hizi kazi ndio kazi tulizotumwa. Kwa hiyo kwa kuwa nimeshapigania milioni 15, nikasema nisimtuze mtu hapa hata huku, iwe nizamu ya wenzangu. Nchi zote zinakimbia kuwawezesha vijana katika njia ya viwanda. Kwa hiyo ili sisi wa Tanzania ambao tuna rasilimali nyingi tuweze kunufaika, ni lazima vijana wetu waandaliwe kuingia katika mfumo mzima wa sekta hizi za kiviwanda ambazo ndio sekta kubwa zinazoweza kuwasaidia Watanzania kukuza pato lao la uchumi. Kwa hiyo ujumbe wangu, ninyi vijana wenzetu ambao mmepata bahati ya kwenda kumaliza form 6, mwende mkawe wajumbe wazuri wa kuisemea serikali yetu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, chini ya mbunge Mheshimiwa Kwagiro Lwele, lakini chini ya Mheshimiwa Diwani Hassan Mkuba. Moja kwa moja ametusaidia sana tangu nyuma. Moja kwa moja alikuwa na hudumu kata zote 12 kwa nguvu zake yeye. Alituchimbia visima vya kutosha tukao tunapata maji ya chumvi kila sehemu. Alituchimbia visima vya maji ya chumvi mpaka hadi sekondari. Moja kwa moja amefanya kazi kubwa sana za kutatua matatizo na changamoto katika kata zote 12. Hajatembelea kata yoyote. Sisi tunakubali sana moja kwa moja, na ndio maana naye tunaendelea kumwombea Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda mheshimiwa moja kwa moja, na akupe nuru na maisha marefu. Na endelea na moyo wako huo, usipendelee kata yote. Hawa wananchi unaoona hapa wote ni wako, na bahati nzuri unatusaidia kwenye matatizo yote, kwenye iftari, kwenye nyama. Ni kazi kubwa serikali inafanya, lakini ndugu zangu, sote ni mashahidi. Kila anayewekeza anategemea kutengeneza faida. Serikali inategemea kuwekeza, lakini mwisho wa siku tuwe na wataalamu wengi ndani ya nchi yetu. Amezungumza hapa ndugu yangu Habibu Ngota. Serikali imefanya maboresho makubwa kutoka mfumo wa shule ya msingi mpaka kuwa na mfumo wa elimu ya msingi.